Jina naitwa Priska Duncan Msukwa. Nyumba yangu imezingiliwa, maji yako bado mpaka ndani. Hata kwenye ardhi huwezi ukakanyaga, hivi nahangaika kutafuta nyumba ya kukaa na watoto. Ndipo tulikuwa tumelala hatuja kutambua kitu. Baadaye wakaja majirani kuja kutuamsha, amkeni maji. Maji tunavyoamka yakawa yameingia ndani. Kwa majina naitwa Isaac Mwasile, mkazi wa kijiji cha Ntinga, kata ya Msangano, wilaya ya Momba. Hii hali ya mafuriko ilitokea muda wa saa 9:30 ambapo mto uliacha njia yake na kusambaa mitaani. Hali ilikuwa ni ngumu kwa sababu maji yalikuwa ni mengi, hasa kwa wazee ambao hawajiwezi walikuwa wanapata shida jinsi ya kujihami. Kwa hiyo tumepata shida sana. Wananchi tumeathirika pamoja na vyakula kupata kuingia wa maji, wengine majiko nyumba zingine kubomoka. Kwa hiyo kidogo imetuathiri, hata mazao mengine yameharibika. Tukawa tumewasiliana na viongozi wa kata, tukaomba eneo la sekondari kwamba angalau watu waende wakajihifadhi pale, lakini tukumbuke wengi wetu ni wazazi, kwa sababu tunavyowapeleka kwenye kambi moja tutawaweke watoto wa baba wa mama, japo ni kwa kuwasaidia, lakini na hili pia tuliangalie. Lakini pia tumeendelea kukumbwa na changamoto ya maji, kwa sababu visima vingi ambavyo tulikuwa tunavitegemea vimejaa na maji, lakini bado vyote karibuni 99% vimefumuka. Kwa maana hiyo hata haya maji ambayo yanatiririka hayana usalama wa kutosha, bado ni maji ambayo yanatoka kwenye vyoo. Kwa hiyo muda wowote kuanzia sasa hivi ni waombe wananchi wa Msangano tuendelee kuchukua tahadhari kubwa, kwa sababu tunaweza tukapata mlipuko muda wowote. Kwa hiyo niombe, haya maji yanayotiririka sio maji ya kuyafuatilia sana, kila mtu achukue tahadhari. Ukiona umeanza kupata dalili za kuharisha au kutapika, tafadhali nenda kwenye kituo cha kutolea huduma haraka, kwa sababu haya maji tunayoyatumia kwa sasa hivi sio mazuri sana. Na hatua zile za msingi tulizichukua, kama vile kuzima umeme, tukiweka tahadhari ya kwamba huenda kuna nguzo ambazo zimeanguka zisije zikaleta madhara zaidi. Lakini niseme tu, mafuriko haya yanatokana na mvua nyingi ambazo zimenyesha jana, hasa kwa wilaya za jirani, wilaya ya Ileje pamoja na wilaya ya Mbozi na maeneo ya kule Tunduma. Kwa hiyo zimesababisha mto wetu huu wa Nkana kufurika, na kama mnavyojua, mto ukifurika maji yanatafuta pa kwenda. Kwa bahati mbaya maji mengi yakawa yamekuja katika maeneo haya. Niwashukuru viongozi wa kata, viongozi wa kijiji na vitongoji kwa namna ya ushirikiano wenu mliouonesha kuhakikisha wananchi wote waliopata madhara wanapewa msaada wa awali, kwanza kwa kuwatoa katika maeneo hayo ambayo ni hatarishi, lakini kwa kuwahifadhi katika maeneo ambayo ni salama. Na kwa taarifa ambayo mlionipa ni kwamba tayari mmeshachagua shule ya Msangano pale kwa wale ambao bado wamezingirwa na maji na hawezi kurudi kwenye maeneo yao, basi wakakae pale kwa muda ili tukitafuta namna ya kufanya. Lakini wape pole sana wale ambao mmepoteza kwenye mashamba, mmepoteza mazao yenu, nyumba zilizoingia maji, watu vyombo vimeathirika. Kwa wale ambao wameweza kuvitoa na kuvianika, tunaendelea kuwashauri waendelee kufanya hivyo. Lakini kuna wale ambao wamepoteza vyakula, lakini vile ambao vinaweza kuanikwa viendelee kuanikwa. Na mmesema kuna wale ambao wamepoteza mbolea. Sasa kwa waliopoteza mbolea, ngoja na mimi nilichukue tukachakate na wenzetu
tuone ni namna gani ambavyo tunaweza kusaidia katika hilo, kwa sababu huu ndio muda wenyewe wa kutaka kuunga mbolea, kwa sababu kilimo ndio kimeshika kasi.